Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV za Sound of News. Unasikiliza si nyingine ni Grand Lac TV. Wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV za Sound of News. Tunazo ndondoo za michezo. Tunajielekeza huko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam ambapo palikuwa mechi kati ya Young Africa, Dar es Salaam Young Africa zidi ya mafande wa JKT. Bila kukawia, tunaye mwanaripota wetu kutoka hapo katika jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania, naye si mwingine ni Ivadux ambaye atatupa zaidi ya mengi ambayo aliona hapo uwanjani gisi Young Africa ambao walikuwa wakipepetana na masimu wao. Ikumbukwe hao masimu wao JKT, mechi ya mwisho kabisa ya kufunga ligi mwaka jana JKT kuna mchezaji wa JKT aliwahi kumuumiza mshambuliaji wa Young Africa, naye si mwingine Pacome Zouzoua, naye akawa nje ya michezo takriban miezi misita. Tunasema mwaka huu hayupo kwenye orodha ya Dar es Salaam Young Africa. Yaani ilikuwa akikumbuka gisi walipoteza mechi ya mwisho na JKT wakamuumiza mchezaji wao, ndio walikuwa naenda na asira ili kulipiza kisasi cha mabao. Basi tusikilize mwanaripota wetu kutoka hapo katika jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Mengi zaidi, tega sikio. Kutokea Bujumbura nchini Burundi. Kwa haraka tunakwenda kuangalia mchezo wa Young Africans ambao ulifanyika hapo jana majira ya saa 12 saa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, saa za Afrika Mashariki, ambapo Young Africans walikuwa wanaikaribisha timu hii ya JKT Tanzania, wanajeshi kabisa hawa kutoka katika jeshi lile la kulinda nchi, na matokeo yalikuwa kama yafuatavyo. Young Africans waliweza kujipatia ushindi wa mabao 4 kwa 0, na bao la kwanza likifungwa naye Albert Kangwanda, winga machachari sana kutokea nchini Zambia, na bao la pili liliweza kufungwa naye askari wenyewe wanamuita Sergeant Baka. Ibrahim Baka alifunga goli maridadi kabisa akimalizia cross ya Hussein Zakwani, ambapo walipiga kichwa kizuri kabisa na kwenda kuiandikia Young Africans bao la pili, na bao la tatu likifungwa naye mchezaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambaye si mwingine ni fullback ya kushoto ya Young Africans, anaitwa Shadrack Isaka Boka. Mede beki ya kupanda na kushuka aliweza kuifungia Young Africans bao la tatu, na mpaka kipindi cha kwanza kinakwenda kumalizika kwa faida ya Young Africans kuwa mbele kwa mabao 3 kwa 0. Kilipoingia kipindi cha pili, Young Africans ni kama walishuka kidogo na kucontrol mchezo huku wakikosa nafasi kadha wa kadha. Pia tukiona nafasi bora kabisa ya JKT Tanzania, ambapo mshambuliaji wa JKT Tanzania alijaribu kumpiga Djigui Diarra chenga, lakini Diarra ni kipa hodari kweli ya kuweza kukubali kiurahisi ili kupitwa na mpira huo. Na Peter Sharulile Shashaman alipoweza kuiandikia bao la 4 kwa upande wa Young Africans, ikiwa ni bao lake la pili katika ligi. Sharulile Shashaman alipoweza kuiandikia bao la 4 kwa upande wa Young Africans, ikiwa ni bao lake la pili katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ikumbukwe tu bao lake la kwanza lilifungia Young Africans katika mechi dhidi ya Namungo, ambapo Young Africans ilikuwa ugenini na Peter Sharulile aliweza kuandikia bao la tatu katika ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo, na jana ile ilikuwa ni bao lake la pili akiliandikia Young Africans. Mshambuliaji ambaye aliteka hisia za watu, hisia za mashabiki, na kusema kweli alipambana na kuhakikisha jana ile anaondoka kwa kufunga bao moja, ambapo timu yake iliweza kuibuka na ushindi wa mabao 4 kwa 0. Na kwa matokeo hayo hapo, Young Africans inajikita kileleni mwa ligi kuu baada ya kucheza michezo 3, ikiwa imefunga mabao 11 na kuruhusu mabao 2, na akiba mabao ni +9 au +9 au mabao ya ziada ni 9. Na Simba Sports Club na wenyewe wakiwa wanashika nafasi ya pili wakiwa wamefunga mabao 6 na kuruhusu mabao 2, na goal difference ile ni mabao 4 kwa upande wa Simba. Kwa hayo tu machache nirudishe kwake
Alex Dismas kutoka hapo Bujumbura katika nchi ya Jamhuri ya Watu wa Burundi. Asante sana Alex Dismas. Endelea kufuatilia Grand Lac One TV, The Sound of News, ambapo usisahau kusubscribe, kulike na kututumia comment zako, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, kupitia Afrika Mashariki, kituo bora kabisa cha michezo ambapo kinakujia muda na wakati kama huu. Asante sana msikilizaji. Kwako Alex Dismas. Asante sana ndugu mtangazaji, mchambuzi wa masuala ya michezo kutoka hapo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Natumaini wasikilizaji wetu wamekupata 100%. Hii si nyingine, ni Grand Lac One TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapa utakuwa namba 1 kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, The Sound of News.